Kipindi cha 5: kutengeneza nafasi. Utangulizi. Asante kwa kurudi kwa ajili ya kipindi cha mwisho cha kozi hii ya kudhibiti msongo wa mawazo. Kama tunavyofanya kwenye kila kipindi, tutachukua muda kidogo kufikiria sababu kuu za wewe kutumia muda na nguvu zako kuja hapa leo. Kujijali, kujali familia yako, kujali jamii yako. Hivyo chukua muda kidogo kutambua hili. Hivi sasa, katika wakati huu, unachukua hatua ya kuwa mtu wa aina unayotaka kuwa. Hii ni nini kwako? Pia kumbuka, lengo letu katika kikundi hiki ni kutendeana kwa kujali na heshima. Kwenye kipindi cha leo, tutajifunza jinsi ya kufunguka na kutengeneza nafasi kwa ajili ya mawazo na hisia ngumu, na kuziacha zipite ndani yako. Kama anga linavyotenga nafasi kwa ajili ya hali ya hewa. Pia tutaangalia hatua ya mwisho ya utatuzi wa matatizo, ambayo ni kufikiria kuhusu matendo yako na matokeo yake, na kuamua kama unahitaji kuendelea na matendo unayofanya au kuanza kufanya kitu tofauti. Lakini kwanza, tutarejelea haraka mambo muhimu ya wiki 4 zilizopita. Kujituliza, kujinasua, kuchukua hatua kwa kuongozwa na maadili, kutatua matatizo, na kujipenda mwenyewe na wengine, na tutajadili jinsi mambo yalivyokuwa na mazoezi yako binafsi. Muhtasari wa vipindi 4 vilivyopita: kujinasua, kujituliza, utatuzi wa matatizo yanayoongozwa na maadili, kutengeneza urafiki. Hadi sasa, sote tunajua kwamba tunaposhikiliwa na mawazo na hisia, tunajitenga na maadili yetu. Tunasema na kufanya mambo yanayotutenga na kutuondoa kuwa mtu wa aina tunayotaka kuwa. Na hilo bila shaka linafanya maisha yetu kuwa magumu zaidi kuliko yalivyo. Hata hivyo, tunaweza kujinasua na mawazo na hisia zetu, kujituliza na kushiriki katika dunia inayotuzunguka. Na njia ya haraka ya kujinasua na mawazo ni kupitia hatua 3 za kutambua, kuzipa majina na kuunganika na dunia inayokuzunguka. Kukumbusha tu, mwezeshaji ataonesha picha tunapopitia hoja hizi zinazofuata. Mwezeshaji atawaonesha sasa wanakikundi picha namba 5.1. Sasa tutafanya kwa haraka mazoezi haya yenye hatua 3. Tafadhali kaa wima na fanya zoezi hili kwa ukimya, macho yako yakiwa wazi au yakiwa yamefumbwa, kulingana na vile upendavyo.
Tambua wazo au hisia kwa udadisi. Litaje. Hili ni wazo gumu, au ninatambua hisia ngumu. Zingatia tena, natambua dunia inavyokuzunguka. Unaona nini? Unasikia nini? Unanusa nini na kugusa nini? Sasa shirikiana na dunia. Upo hapa sasa hivi. Hivyo, hizo ni hatua 3 za kuachana na mawazo. Kwa mara nyingine tena, hatua ya kwanza ni kutambua wazo au hisia ngumu. Hatua ya pili ni kulipa jina. Na hatua ya 3 ni kuelekeza mawazo upya na kuunganika na dunia kupitia milango yako 5 ya fahamu. Njia nyingine ya kujinasua na mawazo yetu wakati wa mtikisiko wa kihisia unapotokea ni kwa kujituliza. Na kwa sababu mazoezi ni muhimu sana ili kuendeleza stadi mpya, tutarudia zoezi hili sasa. Tafadhali fanya zoezi hili kwa ukimya. Tunakukaribisha ukae wima na aidha ufunge macho yako au tazame sehemu moja kulingana na upendavyo. Na chukua muda kutambua kwa udadisi ni mawazo au hisia gani ulizonazo sasa. Sasa yataje mawazo na hisia hizo. Kimya kimya jiambie. Hapa kuna wazo kuhusu, au ninatambua hisia ya. Sasa polepole punguza kasi ya kupumua kwako. Polepole kandamiza miguu yako kwenye sakafu. Punguza kasi ya kupumua kwako zaidi. Tambua pumzi ikitoka kwenye mapafu yako. Wakati mapafu yako yamejaa kabisa, simama na hesabu hadi 3 kabla ya kupumua tena. Utakapopumua tena, fanya hivyo polepole. Usipumue kwa nguvu. Acha mapafu yako yajaze polepole. Ukijisikia kizunguzungu au kichefuchefu, ina maana unapumua haraka sana au kwa nguvu sana au vyote viwili. Hivyo pumua polepole na kwa upole. Tambua pumzi yako kwa udadisi mkubwa. Tambua ikitoka na kuingia kama wewe ni mtoto mdogo ambaye hajawahi kukutana na kitu chochote kama kupumua kabla. Endelea kufuatilia pumzi inavyotoka na kuingia. Endelea kufuatilia pumzi inavyotoka na kuingia. Ukivuta hewa ndani,
Kimya kimya jiambie, ninavuta hewa ndani. Na unapopumua nje, kimya kimya jiambie, ninapumua nje. Na unapogundua mawazo yako yamepotoka, zingatia tena mawazo yako kwa upole. Sasa nyoosha mgongo wako polepole na kujinyoosha. Kama hutaki kujinyoosha, nyoosha mgongo wako na mabega yako. Inua kichwa chako na kandamiza miguu yako kwenye sakafu. Sasa fumbua macho yako ikiwa ulikuwa umefumba. Na fungua masikio yako kikamilifu. Tazama huku na huku na tambua kwa udadisi upo wapi. Ni vitu gani vitano ambavyo unaweza kuviona? Ni vitu gani vitatu au vinne unavyoweza kuvisikia? Fungua mikono yako na polepole pitisha vidole vyako juu ya kiti chako. Tambua jinsi unavyoweza kujihisi chini ya vidole vyako. Inuka polepole, simama na ujinyooshe. Sasa tazama mazingira yaliyokuzunguka na utambue. Kwa uwazi na udadisi kama mtoto mdogo, unaona nini? Unasikia nini? Unagusa nini? Unaonja nini na unanusa nini? Sasa kama umesimama, tafadhali kaa tena. Hongera. Unaendelea kuendeleza stadi muhimu. Na pia kumbuka, inasaidia sana kufanya hivi kitandani ikiwa unapata shida ya kulala. Kumbuka, madhumuni makuu ya kujituliza ni kutusaidia kuishi kwenye maadili yetu, kuwa zaidi aina ya mtu tunayependa kuwa. Angalia kama unaweza kukumbuka maadili ambayo yalionekana kuwa muhimu kwako kipindi kilichopita. Sasa utakuwa na muda mfupi kuyafikiria kwa ukimya. Kumbuka, lengo letu ni kuruhusu maadili yako kuyaongoza matendo yako. Kuongoza kile unachofanya kwa mikono na miguu yako. Na kuongoza maneno unayotumia na jinsi unavyoyasema. Bila shaka, kuna malengo mengi ambayo huwezi kufanikisha sasa hivi. Matatizo na changamoto nyingi ambazo huwezi kutatua. Lakini unaweza kuwa bora katika kutenda kwa kufuata maadili yako, kuwa mtu unayetaka kuwa, unapoishi kupitia hali hii ya msongo. Na unaweza kuwa bora katika kujipenda mwenyewe, kujiambia maneno ya wema
au kujifanyia mambo ya wema wakati maisha ni magumu sana kwako. Na vivyo hivyo, unaweza kuwa bora katika kuwapenda wengine. Marudio ya mazoezi na utatuzi wa matatizo. Katika dakika chache zijazo, tutajadili katika vikundi vidogo jinsi mambo yalivyokwenda na mazoezi yetu katika kipindi cha mwisho. Sasa kama tunavyosema kila kipindi, watu wengi wanakutana na matatizo katika kufanya mazoezi. Hili ni jambo la kawaida na la asili. Na linapotokea, jambo la muhimu zaidi ni kufanya kujipenda mwenyewe. Kujikosoa hakutasaidia, kutapunguza tu nguvu na motisha yako. Kwa hiyo, jivunie kwa wema. Jaribu hili sasa. Ikiwa unajisikia huzuni au hatia au hasira au aibu au kujikatisha tamaa kwa sababu umeanguka tena katika tabia za zamani au hukufanya mazoezi ya ujuzi wako, angalia kama unaweza kujipenda mwenyewe kwa muda mfupi. Chukua sekunde chache kufikiria maneno ya huruma unayoweza kujiambia kimya kimya. Kwa mfano, hili ni gumu na ninajaribu kadri niwezavyo. Au, mimi ni binadamu na binadamu wote hufanya makosa wakati mwingine. Binadamu wote wakati mwingine husahau kufanya mambo muhimu au huondoka kutoka kwenye maadili yao. Kwa hiyo, hii inaonyesha kuwa nina kitu kinachofanana na watu wengine wote. Funga macho yako au tazama sehemu moja na ujiambie kimya kimya maneno ya wema. Yaseme kimya kimya kwa sauti ya upole, ya huruma ambayo ungetumia kwa mpendwa ambaye amefanya kitu kama hicho. Natambua ni jinsi gani inavyokuwa kujitendea wema. Inakuwaje kujitendea mwenyewe kwa huruma? Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.1. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.2. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Muhtasari wa mwisho wa utatuzi wa matatizo yanayoongozwa na maadili. Unaweza kukumbuka kwamba kuna njia 3 za kukabiliana na hali yoyote ngumu. Kwa uhakiki, mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.3. Kwa hiyo kuna hatua moja zaidi ya utatuzi wa matatizo tunayohitaji kufanya.
na hiyo ni baada ya kuchukua hatua, tunapaswa kutathmini baadaye kama hatua yetu ilikuwa na ufanisi. Kwa hiyo chukua muda kufikiria kuhusu hili. Kwanza, kumbuka hatua uliyochukua wiki iliyopita ili kujaribu kukabiliana na tatizo. Chukua muda kukumbuka tatizo hilo. Sasa kumbuka hatua uliyofanya. Ulifanya nini kwa mikono na miguu yako na ulisema nini? Sasa jiulize, je, nilitenda kwa kuzingatia maadili yangu? Ikiwa jibu lako ni hapana, jiulize, ninaweza kufanya nini tofauti wakati ujao, ambacho kitazingatia zaidi maadili yangu. Lakini ikiwa jibu lako ni ndio, jiulize, je, matendo yangu yaliyoongozwa na maadili yalisaidia hali hiyo kwa njia yoyote, hata kama ni kidogo. Ikiwa matendo yako yalisaidia hali hiyo, basi jiulize, je, itakuwa na manufaa kufanya zaidi ya hili siku zijazo? Ikiwa matendo yako hayakusaidia hali hiyo, basi jiulize, ninaweza kufanya nini tofauti wakati ujao ambacho kinaweza kufanya kazi vizuri zaidi? Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.3. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Kabla hatujasogea kwenye sehemu inayofuata ya kozi, tutachukua mapumziko mafupi ya dakika 10. Ukisikia kengele baada ya dakika 10, tafadhali acha unachofanya na urudi kwenye kundi kwa sehemu inayofuata. Mwezeshaji atasitisha sauti kwa dakika 10. Mapumziko yamekamilika sasa. Tafadhali rudi kwenye nafasi yako kwa ajili ya sehemu inayofuata ya kozi hii. Kutengeneza nafasi kwa ajili ya maumivu. Karibu tena. Kwa hiyo tumeangalia kwa kina kuishi katika maadili yetu na kuchukua hatua. Lakini vipi kuhusu kukubali maumivu ambayo hayawezi kubadilishwa? Hii mara nyingi inajumuisha mawazo na hisia za huzuni, kupoteza, hasira, hofu, huzuni, aibu,
hatia na mengine mengi. Kwa asili hatupendi maumivu kama haya, na kwa asili hatutaki. Lakini kama tulivyoona mapema kwenye kozi, mambo tunayofanya kujaribu kuepuka au kuyaondoa mara nyingi hutupotosha kutoka katika maadili yetu au kufanya maisha kuwa mabaya zaidi au yote mawili. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.5. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Kuna njia nyingi za kujaribu kuondoa mawazo na hisia ngumu. Kwa mfano, unaweza kuepuka mambo muhimu au kukaa kitandani au kutumia dawa au kitu kingine kubadilisha jinsi unavyohisi. Na njia nyingi hizi hufanya kazi kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi, zinatoa mawazo na hisia au kukufanya uhisi vizuri. Lakini njia zote hizi hakuna inayotoa mawazo na hisia ngumu ndani ya muda mrefu. Zinaweza kutoweka kwa muda mfupi, lakini mara nyingi hurudi tena. Mara nyingi huja kwa nguvu zaidi kuliko kabla. Na tatizo ni kwamba njia nyingi hizi hufanya maisha yako kuwa mabaya zaidi kwa muda mrefu. Njia hizi nyingi zinakupotosha kutoka kwenye maadili yako. Zinakuvuta kutoka kuishi kama mtu unayetaka kuwa. Kwa hiyo tutachunguza njia mpya ya kukabiliana na maumivu haya. Tutakualika ufanye zoezi ambalo litaeleza jinsi hii mpya ya kukabiliana na maumivu yako. Zoezi hili linaonesha jinsi kujaribu kuondoa maumivu yetu kunavyochukua nguvu zetu na kufanya iwe vigumu kwetu kufanya mambo muhimu. Pia linaonesha jinsi tunavyoacha mapambano na maumivu, kuacha kupambana nayo, kuacha kuyaondoa. Mara nyingi tunapata hisia ya unafuu. Zoezi hili linaweza kuonekana kuwa la ajabu mwanzoni, na kumbuka, si lazima ulifanye ikiwa hutaki. Hata hivyo tunatumaini utajaribu, kwa sababu linawasaidia watu wengi kuelewa njia hii mpya ya kukabiliana na maumivu. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kugawa kipande cha karatasi kwa kila mtu. Baada ya kumaliza, mwezeshaji ataendelea kucheza sauti. Zoezi la kusukuma karatasi. Fikiria karatasi hii ni mawazo na hisia zako zote ngumu au zenye maumivu. Ishikilie kwa nguvu kwa mikono yote miwili. Fikiria mbele yako kuna kila kitu kinachojali cha muhimu kwako. Watu na shughuli unazopenda. Na pia matatizo na changamoto zako zote na mambo muhimu unayohitaji kuyafanya. Sasa ukiwa bado unashikilia karatasi kwa nguvu kwa mikono miwili, isukume mbali nawe kwa nguvu sana. Unapofanya hivi, fikiria karatasi ni mawazo yako yote magumu na hisia zako
na unajaribu sana kuyafukuza. Endelea kusukuma kwa nguvu. Nyoosha mikono, sukuma mbali iwezekanavyo. Unapoendelea kufanya hivi, tambua mambo matatu. Namba 1, kitendo hiki kinachosha sana. Je, ni sahihi? Namba 2, kitendo hiki pia kinapoteza umakini wako. Ni vigumu kiasi gani kushiriki kikamilifu au kuungana na watu na shughuli muhimu kwako? Ni vigumu kiasi gani kubaki na umakini, kuweka akili yako kwenye mambo unayohitaji kufanya? Namba 3, ni vigumu kiasi gani kutenda kwa misingi ya maadili yako ukiwa unafanya hivi? Ni vigumu kiasi gani kufanya mambo yanayofanya maisha yako yaendelee, kama vile kutunza familia yako, kufanya kazi zako za kila siku, kupika au kuongea na rafiki zako? Sasa weka karatasi kwenye paja lako. Je, ni juhudi kidogo kiasi gani? Ni rahisi kiasi gani kujihusisha na kujiunganisha, kubaki na umakini, kuweka akili yako kwenye mambo unayohitaji kuyafanya? Sogeza mikono na viganja vyako pande zote. Ni rahisi kiasi gani sasa kutenda kwa misingi ya maadili yako, kufanya mambo yanayofanya maisha yako yaendelee, kama vile kutunza familia yako, kufanya kazi zako za kila siku, kupika, kuongea na rafiki zako? Ni rahisi kiasi gani wakati haujaribu kufukuza mawazo na hisia zako zote ngumu? Tambua mawazo yako magumu na hisia zako hazijatoweka. Bado zipo na wewe. Lakini sasa una njia mpya ya kukabiliana nazo. Hivyo hazikukwamishi au kukuzuia kushiriki katika maisha yako. Na kama kuna kitu cha maana unaweza kufanya na mawazo na hisia zako ngumu, zitumie. Baada ya yote, mawazo na hisia zetu mara nyingi hutupa habari muhimu. Zinaweza kutukumbusha kuhusu kile kilicho muhimu na wapi tunahitaji kuchukua hatua. Na kama hakuna kitu cha maana tunaweza kufanya hivyo, tunaweza tu kuziacha zikae hapo. Kwa maneno mengine, tunaacha kupigana na mawazo haya ya hisia hizi ngumu. Badala yake tunajifungua na kuzipa nafasi. Tunaruhusu ziwepo. Hatufungwi nazo wala hatupambani nazo, tunaziruhusu tu. Na kwa nini tunafanya hivi? Ili kutenda kwa misingi ya maadili yetu na kuzingatia kazi zetu kwa ufanisi zaidi, kuungana na watu tunaowapenda na kushiriki kikamilifu katika maisha. Kwa hiyo zoezi hili lilikuwaje kwako? Tunatumaini ili kuonyesha jinsi kujaribu kwa bidii kusukuma mbali maumivu yako kwa kawaida husababisha maumivu zaidi kwa muda mrefu. Lakini tunapoacha kupambana na maumivu, kuacha kupigana nayo, kuacha kuyasukuma mbali, kawaida tunapata hisia ya utulivu. Na kwa kawaida tunaona ni rahisi kujihusisha katika maisha, kuzingatia, kuchukua hatua, kufanya yale yaliyo muhimu, na kwamba tuna nguvu nyingi zaidi tunapoacha kujaribu kusukuma mbali maumivu yetu. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.6.
Itambue, itaje na itengenezee nafasi. Katika sehemu hii inayofuata ya kipindi cha leo, tutachunguza wazo la kutengeneza nafasi kwa undani zaidi. Lakini kwanza, ili tuweze kuzingatia tena, mwezeshaji ataongoza kikundi katika kujinyoosha kwa kifupi sekunde 20 wakati mkiwa mmekaa. Unaweza kumuiga mwezeshaji au kujinyoosha kwa namna yako mwenyewe, au kama hutaki kujinyoosha, unaweza kubaki ukiwa umekaa. Kutengeneza nafasi kwa ajili ya mawazo na hisia zetu ngumu, badala ya kupambana nazo, kunahitajika hatua 3 rahisi: kutambua, kuitaja na kutengeneza nafasi. Tayari unajua hatua 2 za kwanza, yaani kutambua na kuitaja. Huu ni ustadi wako wa kujiweka huru. Kwa hatua ya 3, kutengeneza nafasi, ni muhimu kufikiria kuhusu anga na hali ya hewa. Haijalishi hali ya hewa ni mbaya kiasi gani: dhoruba kubwa zaidi, upepo wenye nguvu zaidi, baridi kali au joto kali, anga lina nafasi kwa ajili yake. Na anga haliumii na hali hiyo ya hewa. Na baadaye au mapema, hali ya hewa hubadilika. Mawazo na hisia zetu ni kama hali ya hewa, hubadilika kila wakati, kutoka muda hadi muda. Na tunaweza kujifunza kuwa kama anga, na kutoa nafasi hata kwa hali mbaya zaidi bila kuumizwa nayo. Kwa sababu ni muhimu sana, sasa nitarudia hatua hizi 3 za kutengeneza nafasi. Hatua ya kwanza: tambua maumivu yako kwa udadisi. Hatua ya pili: yataje maumivu yako. Kwa mfano, ninazitambua hisia chungu za huzuni. Hatua ya 3: kutengeneza nafasi. Fikiria mawazo na hisia zako ngumu ni kama hali ya hewa, na wewe ni kama anga. Lengo lako sasa ni kufungua na kuzitengenezea nafasi, kuyaruhusu kukaa au kuondoka kwa muda wake muafaka. Kuyaruhusu yapite ndani yako kama vile hali ya hewa inayopita angani. Mwezeshaji atawaonesha sasa wanakikundi picha namba 5.2 ambayo inaonesha wazo hili la kutengeneza nafasi. Kwa hiyo sasa tutaanza na hili zoezi. Jiwazie unakabiliana na hali ngumu au tatizo. Sasa angalia kwa udadisi mawazo na hisia zinazojitokeza. Labda hisia za maumivu zinajitokeza kifuani, tumboni au kichwani. Labda hisia za maumivu kama hasira, huzuni, woga au hatia zinatokea. Angalia kwa udadisi kama mtoto mdogo kinachojitokeza. Na unapogundua mawazo na hisia hizi zinajitokeza, chagua moja linalokusumbua sana, kisha litaje kimya kimya. Jiambie kimya kimya: ninagundua hisia ngumu kifuani mwangu.
au ninagundua wazo kwamba hili halitafanikiwa. Sasa fikiria hisia hizi ngumu na mawazo kama hali ya hewa, na wewe ni kama anga. Lengo lako sasa ni kufunguka na kuzitengenezea nafasi kwa ajili yao, kuyaruhusu kuja, kukaa na kuondoka kwa wakati wake, kuyaruhusu kupita ndani yako kama vile hali ya hewa inapopita angani. Kwa hiyo chagua wazo au hisia iliyopo sasa hivi na iangalie kwa udadisi mkubwa. Na unavyofanya hivi, pumua polepole, ukitoa hewa yote kwenye mapafu yako. Wakati mapafu yako yakiwa matupu, simama na uhesabu hadi 3 kabla ya kuvuta pumzi tena polepole sana. Na unavyofanya hivi, fikiria pumzi yako inaingia na kuzunguka maumivu yako. Na nikana kwamba kwa namna fulani unafungua na kutengeneza nafasi kuizunguka. Na kwa jinsi yoyote utakayoielewa picha hii au kufikiria wazo hili ni sawa. Hakuna njia sahihi au isiyo sahihi ya kufanya hivyo. Lengo ni kupumua polepole na kutoa hewa yote kwenye mapafu yako. Na unavyofanya hivyo, pata hisia ya kutengeneza nafasi kwa ajili ya maumivu yako. Hisia ya kufunguka na kutengeneza nafasi kwa ajili ya mawazo na hisia hizi muhimu. Ona kama unaweza kuyaruhusu kuwepo, hata kama huyapendi au hutaki. Ona kama unaweza kuacha kupigana na maumivu haya na uache yawepo. Watu wengi wanaona hili ni gumu mwanzoni. Kwa hiyo hapa kuna zoezi lingine la kukusaidia. Weka mikono yako mbele yako, ipumzishe mikono yako. Weka mikono yako mbele yako, ipumzishe mikono yako. Viganja vya mikono yako vikitazama juu na pembeni mwa mapaja yako vikiguswa kama vile ni kurasa za kitabu kilichofunguka. Sasa fikiria kwamba maumivu yako yamepumzika juu ya mikono yako. Sasa bonyeza mikono yako kwa nguvu kama unajaribu kusaga maumivu katikati yake. Sukuma kwa nguvu sana uwezavyo, ukitumia nguvu zako zote. Hisi misuli yako ikikaza kwenye mabega yako, shingo na mikono unavyojaribu kwa nguvu zako zote kusaga hisia au wazo hili. Hivi ndivyo inavyokuwa unapopambana au kupambana na maumivu. Hii ni kinyume kabisa na kutengeneza nafasi kwa ajili yako. Sasa acha kujaribu kusaga. Pumzisha misuli yako. Pumzisha mikono yako na acha mikono yako ishuke kwenye mapaja yako, viganja juu, kama unashika bakuli la chakula cha thamani. Je, unaweza kuhisi utofauti?
Maumivu bado yako na wewe. Lakini je, hili si rahisi kuliko kupambana nayo? Lengo letu kuu leo ni kujifunza jinsi ya kukabiliana na matatizo yetu kwa njia hiyo hiyo. Mazoezi. Sasa wengi wenu huenda mmeona zoezi hili kuwa gumu sana. Hilo ni jambo la kawaida. Ni jambo linalotarajiwa. Hii ni stadi, na kama stadi yoyote mpya, baadhi ya watu wanapata urahisi kufanya mapema kwa urahisi kuliko wengine, na baadhi wanapata ugumu zaidi. Na kama stadi yoyote mpya inahitaji mazoezi. Kwa hiyo tafadhali, chukua kila fursa ya kufanya mazoezi ya njia hii mpya ya kukabiliana na maumivu yako, kutambua na kuipa jina, kufunguka na kutengeneza nafasi kwa ajili yake, na kujitendea kwa huruma. Unaweza kufanya hivi wakati wowote, mahali popote. Hakuna mtu mwingine anayehitaji kujua unachofanya. Na kadri unavyozidi kufanya mazoezi, ndivyo unavyopata manufaa zaidi. Mwezeshaji atasitisha rekodi hii ili kusoma karatasi namba 5.7. Tafadhali elekeza umakini wako urudi kwenye rekodi hii. Shukrani kwa wema. Sasa tunakaribia mwisho wa kipindi cha leo, kwa hiyo tutamaliza tena kwa zoezi la shukrani kwenye kikundi. Tunakuhimiza tena ukae wima na ufumbe macho yako au uelekeze kwenye kitu kilicho mbele yako. Lengo la zoezi hili ni kukaa kimya kwa muda mfupi na kuwaza kwa wema kuhusu kikundi ulichojiunga nacho. Wakati huu tumeweka pembeni tofauti zozote za imani zetu, dini au tamaduni zetu. Badala yake tumeunganishwa na lengo moja, kujijali sisi wenyewe na wengine, na kukabiliana vyema na msongo wa maisha yetu. Sote tulio kwenye kikundi hiki tunakumbana na mawazo na hisia ngumu. Sote tunapata msongo, na sote tunataka kutendewa kwa huruma na kujaliwa. Kutambua mambo haya tulio nayo kwa pamoja, jaribu kutuma hisia hizo za shukrani, wema na kujali kwa kila mtu aliyeko hapa leo. Ikiwa macho yako yamefumbwa, yafumbue. Na mara baada ya kufumbua macho yako, tazama chumba chote kwa wale waliopo hapa leo, na uone kama unaweza kupata njia ya kuwaonyesha shukrani kwa kuwa katika kundi hili, na kuwaonyesha wema na kujali. Unaweza kusema jambo, au unaweza kutabasamu, au unaweza kufanya ishara, au unaweza tu kuwatazama watu kwa upole bila kusema neno, au unaweza kuweka sura inayoonyesha kujali na wema. Nini kinafuata? Hongera kwa kushiriki katika kipindi cha mwisho cha kozi hii. Ninatumaini utaendelea kujifunza tena na tena mbinu hizi mpaka ziweze kuwa sehemu ya kawaida kwako.
Tena na tena, wakati mtikisiko wa hisia unapotokea, hakikisha unajikita. Tena na tena, jiweke huru na toa nafasi kwa mawazo na hisia ngumu. Ikiwa huwezi kulala, pumua polepole na zingatia pumzi yako. Kila asubuhi kabla ya kuamka, chukua muda mfupi kukumbuka maadili 2 au 3 unayotaka kuishi nayo kwa siku hiyo. Na katika siku nzima, tafuta njia ndogo ya kutekeleza maadili yako, hasa tafuta fursa za kuwafikia wengine kwa wema na kujali. Na kila unapogundua kuwa umefanya kitu kulingana na maadili yako, tambua mwenyewe, ninakuwa mtu wa aina ninayotaka kuwa. Jipende mwenyewe. Jinasue kutoka kwenye mawazo yasiyo mema, jisemee maneno mazuri. Jiwekee mkono wenye huruma juu yako ikiwa inasaidia. Toa nafasi kwa mawazo na hisia ngumu, na tambua maumivu yako kama sehemu ya kawaida ya kuwa binadamu. Tumia maadili yako kutatua matatizo yako kadri uwezavyo. Wakati hali ngumu zinapotokea, jikumbushe, badilisha kile kinachoweza kubadilishwa. Kubali maumivu ya kile ambacho hakiwezi kubadilishwa na uishi kulingana na maadili yako. Mwezeshaji sasa atasitisha rekodi hii ili kuonyesha na kusoma kwa wanakikundi picha namba 3.5. Akimaliza kusoma, mwezeshaji ataendelea na rekodi, lakini ataendelea kuonyesha picha. Changamoto yako sasa ni kuchukua stadi hii na kuifanyia mazoezi tena na tena, na kuitumia popote pale inapowezekana, ili kuboresha maisha yako na maisha ya wale waliokuzunguka. Kwa hiyo kumbuka, kila mara unapojiweka huru au kutengeneza nafasi au kujituliza au kutenda kulingana na maadili yako au kuwafikia wengine kwa wema au kujipenda mwenyewe au kushiriki katika maisha yako hapa sasa, unafanya jambo la maana. Unafanya jambo ambalo linachangia katika maisha yako na maisha mengine. Na pia kumbuka kwamba kila kitendo unachochukua kinahesabika, haijalishi ni kidogo kiasi gani. Na bila shaka kutakuwa na nyakati nyingi utasahau kile tulichozungumza katika kozi hii. Hili ni jambo la kawaida tu. Lakini kama unavyojua, kuwa mkali au kutokuwa na huruma kwako kutafanya mambo kuwa mabaya zaidi. Kwa hivyo unapofanya hivyo, jambo muhimu zaidi ni kujipenda mwenyewe. Kuwa mkali kwako hakutasaidia, kutapunguza tu nguvu na motisha yako. Kwa hiyo jitendee kwa wema. Pia unaweza gundua ni muhimu kupitia mwongozo mara kwa mara ili kujikumbusha stadi muhimu ulizojifunza katika kozi hii. Kwa hiyo sasa tunapomaliza, tunakushukuru sana kwa kushiriki katika kozi hii na tunawatakia kila mmoja wenu heri njema katika safari yako inayoendelea. Asanteni sana kwa kuhudhuria vipindi vyote 5.